Na mtazamaji wa ASAM Online TV, matumaini yangu ni mzima wa afya. Hii hapa ni safari ya kwenda kwa mbunge wa jimbo hili la Chumbuni, Mheshimiwa Ussim Salum Pondeza, ambapo yeye ataenda kulizungumzia swala kinaga ubaga kuhusiana na swala zima la matibabu ya kijana Juma Mkuya Juma. Kijana ambaye amepata changamoto ya kupooza kwa mwili wake alipokuwa akifanya shughuli zake za kupiga makwachu. Lakini mtazamaji wa ASAM Online TV, tutaenda kuzungumza na mama yake Juma. Yeye ana maoni gani kuhusiana na swala hili na hapa ilipofikia, na pia tutaenda kuzungumza na Juma ana lipi la kumwambia mheshimiwa mbunge na mwakilishi wa jimbo hili. Lakini mtazamaji wa ASAM Online TV, pia tutaenda kuzungumza na vijana ambao wamelibua hili swala, tunamuita Haru pamoja na Kijogoo pamoja na Divert Smart katika mashirikiano yao kama vijana. Lakini pia mtazamaji wa ASAM Online TV, nikwambie tu usitoke hapo kukisikia kile ambacho siku ya leo kitaenda kuzungumzwa kuhusiana na kijana Juma Mkuya Juma. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Kutokana na habari ambayo nilipata, lakini nilikuwa najua tangu wakati mwanzo anapata matatizo, Juma kijana wetu pale jimboni aliumia maruhubi katika mambo yake ya kawaida, lakini michezo ya kawaida ambayo anakuwa anafanya, kwenda kuogelea, lakini kwa staili ile ya makachu. Kwa hivyo imempelekea kupata yale matatizo, lakini mimi nilikuwa sipo wakati yanatokea haya mambo. Mimi nilikuwa nipo haji, kwa hivyo nilikuwa sipo nchini, lakini baada ya kurudi nikajua anaendelea, akawa anaendelea na matibabu, na nikawa nimeenda zangu bungeni. Kwa hivyo nimerudi, na niliporudi tu jambo la mwanzo basi nikachukua hatua ya kuona na kwenda kumwangalia. Na baada ya kwenda kumwangalia nikamuona na nikaongea naye vizuri sana, kwa sababu mimi ni mtu wangu sana. Ni kijana wangu, lakini sio yule ambaye labda hanikaribii. Nakaa naye, nataniana naye, nacheza naye vizuri. Kwa hivyo hata mimi baada ya kuona yale matangazo nikasema hii inabidi lazima nifanye kitu ambacho kitakuwa kinamsaidia Juma. Sasa nimeenda, bahati nzuri nilipofika alikuweko daktari wake ambaye anamshughulikia, nikapata ABC, lakini vile nikasema nia yangu ya kwenda sio kumuona tu. Nia yangu ya kwenda nilikuwa nataka niende ni kuhakikisha anapata matibabu. Na haraka pale nikawasiliana na wauguzi ambao walikuwa wanamtreat, ambao walikuwa wanamshughulikia. Nikaongea nao, baada ya kuongea nao wakanambia basi tutaanza clinic siku ya Jumatatu. Kwa hivyo siku ya Jumatatu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataanza kliniki katika hospitali ya mkoa ya Lumumba kwa kuanza treatment. Tena tuone inakuaje, lakini yote kwa yote ripoti ya madaktari inaonesha kuwa uwezo wa kurecover na kurudi katika hali yake ya kawaida, basi imeonekana uwezo huo upo, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mimi nimesharudi. Kwa hivyo nipo kwa kushirikiana mimi na viongozi wenzangu wa jimbo, lakini hususan mheshimiwa mwakilishi Makame Sufiani, basi tutahakikisha tunachukua hili jukumu, na kwa lazima inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutaenda nalo mpaka tuone tumefikia wapi. Kwa vyovyote, iwe jua iwe mvua, lazima tuhakikishe anapata matibabu mpaka dakika ya mwisho. Sisi tuko tayari, ikiwa atabidi apelekwe Dar es Salaam atakwenda, ikiwa aende India atakwenda, kwa sababu kwanza serikali yetu hii ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika sekta ya afya inafanya vizuri sana. Mimi naamini tukienda naye, na sio hospitali ya wilaya, tutaenda naye hospitali ya mkoa Lumumba, na tumeshafanya appointment siku ya Jumatatu saa 3:30 tunatakiwa tuwe tumefika, na tukifika tunakutana na watu wale ambao walikuwa wanamshughulikia madaktari. Kwa hivyo wataanzia hapo. Ikibidi kusafirishwa, mimi naamini serikali ya Dr. Hussein haiwezi kushindwa, na imeshasafirisha wengi. Mimi naamini na Juma naye ni Mzanzibari, lakini Mtanzania ambaye naye ana wajibu na serikali yetu ya mapinduzi sisi ya Zanzibar. Moja ya
ya faida ya mapinduzi haya ambayo yametuweka uhuru, basi ni sera ya afya ambayo ni matibabu bure bila malipo. Wito wangu kwa jamii, lakini na kwa vijana wetu wa jimboni kwetu, wajitahidi kuwa waangalifu pale ambapo wanaenda kufanya yale makachu, basi wahakikishe maji yapo ya kutosha, ya maji yao yamejaa, kwa sababu hata hivyo sababu kubwa pale inavyoonyesha maji hayakuwa ya kutosha, ndio maana ikatokeza tatizo hilo. Yeye aliona maji ni mengi akapiga, lakini kupiga bahati mbaya hayakuwa mengi au wingi ule ambao unahitajika kutokana na kufanya hilo jambo ambalo wanakuwa wanafanya vijana wetu siku hizi. Unajua tena vijana, michezo imekuwa mikubwa sana hii ya makachu. Shukrani zangu za dhati kwa wale wote tulioshirikiana kuanzisha jambo hili mpaka tulipofikia. Alhamdulillah, mpaka sasa hivi tuna mwelekeo mzuri wa matibabu. Napenda kutoa shukrani zangu dhati kwa wale vijana tulioanzisha, waandishi, lakini pia na mbunge na mwakilishi wa jimbo la Chumbuni. Alhamdulillah, jana wamekuja, wametuona na wametupa matumaini makubwa, na mpaka sasa hivi tukijaliwa Jumatatu tunaweza kuanza kupima vipimo vya awali katika hospitali ya Lumumba. Tunawashukuru sana 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 wale wote waliotusapoti mwanzo mpaka hapa tulipofikia, na tunawaomba wasichoke, waendelee na jitihada zao, na inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa kheri. Natoa shukrani kwa zangu kwa dhati kwa wale wote walionisapoti kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Pia nashukuru vijana wenzangu wa Forodhani, kaka Daiva na Harubu, Kijogoo na wale wote waliohusika katika kulianzisha hili. Pia natoa shukrani zangu za dhati kwa rafiki yangu Amjadi, mbunge wangu, rafiki yangu wa dhati, pia mwakilishi wangu, pia na wale wote waliohusika katika kulifanikisha hili. Tayari jambo, kwa sababu sisi ilikuwa tuna nia ya kumsafirisha ende zake India kufanywa matibabu, lakini kama mbunge ashaliona, kwa sababu gani atupe support? Alhamdulillah, tushukuru Mungu kama naye kashaliona, atupe support. Alhamdulillah. Wito wangu mimi kwa vijana, tuombeeni support. Tukiona jambo kama hili tusizarau, hata tufanye, kwa sababu gani hujui baadaye nani atakusaidia. Hata yule kaka yako unaweza kumsaidia, siende kukusaidia mtu nje, lakini mimi ndo nishajitolea, mtu yote mimi namsaidia. Alhamdulillah, mimi nashukuru Mungu kwa sababu nina mashabiki wengi na watu wengi. Tunaleka jambo mtandaoni, tumeona faida yake, kwa sababu kuna kipindi hapa cha nyuma juzi tumeleta godoro, tumeleta unga, tumeleta sukari, tumeleta vyakula, kwa sababu washabiki wameona na wameguswa. Alhamdulillah, hilo ninashukuru Mungu.